Sisi wapenda kuzungumza hatujawahi kuishiwa ya kuzungumza, kwa sababu ya kuzungumzwa yapo mengi sana. Ndio maana tunaweza tukazungumza wakati wote tukazungumza. Kuna mengi yameendelea na niko safarini tu, ndio maana mnaona nawapa kiasi na donoa natoka, lakini si kwamba sifuatilii, ninafanya kazi njia nzima. Na ndio maana sija stop, japokuwa nimepunguza kiasi, lakini nipo, tunazidi kuongea mara nyingi. Jana gazeti la Haaretz lilikuwa na andiko moja kubwa juu likisema kuwa Irani inajaribu kuivuta Lebanoni kwake katika nadharia ya kutaka kurejesha ilichokipoteza hapo Mashariki ya Kati. Andiko hilo lilikuwa halisi kabisa na kuhakikishia lilikuwa la ukweli. Niliwahi kuzungumza na wewe kipindi Irani amepoteza Syria, kama unakumbuka, wakati wa mgogoro mkubwa uliotoka kwenye mgogoro wa Hizbullah Lebanoni ukamia mgogoro wa pili wa Syria na Bashar al-Assad akaondoka madarakani. Niliwahi kukwambia kuwa moja ya kitu kikubwa ambacho Irani alipoteza Syria, na si tu kuipoteza Syria, alipoteza zaidi ya 30% ya ukubwa wake au kule kutanuka kwake. Lilikuwa ni pigo kubwa kwa Irani na ilikuwa faida kubwa kwa upande mmoja. Kuna wakati huwa napenda kusema kuwa michezo ya kisiasa tunaweza tukaicheza kisiasa na michezo ya kijeshi ichezwe katika michezo ya kijeshi. Nakusudia kusema kuwa unaona mgogoro wa Urusi na Ukraine. Location yangu najua huwezi kuijua vyovyote vile. Unaona mgogoro wa Urusi na Ukraine. Niliwahi kuambia kabla ya 2014 ushawishi wa Urusi ndani ya Ukraine ulikuwa ni mkubwa sana sana, mpaka yalivyokuja kufanyika mapinduzi ya leo, unaweza kusema kuwa maandamano ya Euromaidan yaliyoanza 2013 mwishoni kwenda 2014 yakabadili utawala na wa Ukraine wengi wakataka kuelekea magharibi. Urusi panic, akatumia nguvu kwenda kuichukua Crimea. Waliokuwa wakifuatilia mambo hayo wanakumbuka, lakini nilizungumza kuwa kulikuwa kuna michezo ya kisiasa. Urusi aliwekeza kwa wanasiasa wa Ukraine, Marekani akawekeza kwa raia wa Ukraine, au unaweza kusema ulimwengu mzima wa magharibi ukawekeza kwa raia wa Ukraine. Sasa raia wa Ukraine walishinda kwa sababu ushawishi ulikuwa mkubwa. Watu wakataka kuelekea magharibi, sio kuelekea upande wa Urusi. Watu wakataka kuelekea magharibi. Baada ya kuona hilo, Urusi wakaja kwenye plani nyingine, yani wakatoka kwenye mfumo wa kisiasa wakaja kwenye mfumo wa kijeshi. Ndio kilichokuja kutokea, lakini mchezo ulikuwa ni mchezo wa kisiasa ambapo kuwa Urusi na yeye alitakiwa akubaliane kama wenzake. Wakati ushawishi wake ulikuwa mkubwa ndani ya Ukraine, wenzake hawakupigana vita, walitumia propaganda, wakatumia watu katika michezo ya kisiasa. Sasa yeye baada ya kuzidiwa pale akaenda kutumia nguvu za kijeshi. Sasa hii michezo ambayo imechezeka kati ya Syria, Lebanoni, Israeli, Iran hapa katikati ni michezo ya kisiasa ambayo ndani yake na mifumo ya kijeshi, kwa sababu ukiangalia siasa inachezwa ndani ya Lebanoni, halafu kuna nguvu za kijeshi ambazo zinacheza kati ya Israeli na Irani. Vyombo vya habari vya Israeli vinapoandika kuwa Irani inataka kuitumia Lebanoni kurejesha nguvu yake iliyopotea, kwa sababu ni ukweli, baada ya kuipoteza Syria, kiasi kikubwa ushawishi wa Irani ulipotea hata ndani ya Lebanon kwa kiwango kikubwa. Ilibaki uungwaji mkono wake na Hizbullah basi, na hata Hizbullah walizidiwa sana kwenye michezo ya kisiasa. Ndio maana ukaona kuwa katika historia alikuja kuchaguliwa waziri mkuu ambao Hizbullah hawakubaliani naye. Lakini sasa rudi nyuma kutoka kwake waziri mkuu wa sasa Nawafi Salami ambaye hakuwa chaguo la Hizbullah, rudi nyuma kwa mawaziri wakuu wengine, unaweza ukarudi sana mpaka utakuja kwa acha Saad Hariri mtoto, naenda mpaka kwa babake Rafik Hariri. Aliwawa na nani? Mpaka leo haijulikani aliwawa na nani. Lakini pitia mawaziri wakuu waliopo hapa katikati, hakuna waziri mkuu aliwahi kuwa waziri mkuu wa Lebanon kama hajapitishwa na Hizbullah. Hayupo hapa katika kipindi kirefu.
Hakuna ambaye alikuwa waziri mkuu na akaweza kudumu kwenye hiyo nafasi kama hajapitishwa. Na ukitazama utaratibu ambao umewekwa ndani ya Lebanoni, waziri mkuu hausiani na Hizbullah kwa sababu Hizbullah wao ni Shia. Mgawanyo wa madaraka umegawa sehemu tatu. Sasa Shia nafasi yao ndani ya Lebanon ni speaker ambaye hivi sasa ni Nabi Berri, unaweza kusema Amal Movement wanafanya kazi. Speaker wa bunge la Lebanon ni Nabi Berri ambaye ndio unaweza kusema kuwa kama sasa anatumika kama mwakilishi wa Hizbullah. Yanapokuja mazungumzo ambayo wanatakiwa wazungumze na Hizbullah, basi Marekani na nchi zingine ambazo zinahitaji mawasiliano na Hizbullah zinapitia kwa Nabi Berri. Lakini waziri mkuu ni Sunni ambaye ushawishi wake hautokani na huku, lakini mara zote ilikuwa waziri mkuu lazima aidhinishwe na Hizbullah, ndio anaweza kuwa waziri mkuu ambaye anaweza kudumu kwenye hiyo nafasi. Na rais ni lazima atokane na Wakristo ambao ni Maronite. Namkumbuka sasa ni Joseph Aoun, lakini alikuwepo Michel Aoun ambao sio ndugu, majina tu. Sasa kile kinachosemwa kama Irani anataka kurudisha ushawishi wake kupitia Lebanon ni halisi, kwa sababu alipoteza, anarejesha katika staili ile ile ambayo walitumia. Syria ilivyodondoka, Lebanoni ilipotea. Israeli alipata ushawishi. Israeli leo vikosi vyake viko Syria, na alikuwa anaelekea sasa kuichukua Lebanon. Alikuwa anaelekea kuichukua Lebanon, yani iwe milki yake. Lakini ukweli mchungu kuwa mambo yamebadilika, na takriban tuna siku kama 3 hatujaona yale mashambulizi makubwa kati ya Israeli na Lebanon, au tunasema Israeli na Hizbullah. Katika mazungumzo yangu ya jana, nadhani ya juzi, niliwaelezea kuhusu hata vita iliyopigwa ndani ya Marekani kati ya ofisi mbili kuu za Marekani, ofisi ya makamu wa rais JD Vance ambao ndio inasimamia mazungumzo ya Irani, ikijaribu kulivuta swala la Lebanoni kuwa sehemu nyingine, na ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ambayo yenyewe imekuwa ikishughulika na swala la Lebanoni kuanzia mwanzo, na utaratibu ulikuwa na mazungumzo tayari yalikuwa yameshaanza ambayo yalikuwa yakifanyika Marekani kati ya jeshi la Lebanoni pamoja na Israeli, yalikuwa yakifanyika. Sasa mivutano hii mikali ndio inaakisi kile ambacho waziri wa mambo ya nje wa Israeli alichokisema kuwa hatutojiondoa kusini mwa Lebanon hata kama tutapokea amri kutoka kwa Marekani. Yanaweza kubaki kuwa maneno tu ya kisiasa, lakini amri ya Marekani inafanya kazi sawa sawa. Waziri Mkuu Netanyahu amesema mara kadhaa kuwa hawezi kuondoa, kama akiwa waziri mkuu hawezi kuondoka Lebanon. Lakini vyombo vya ndani vya Israeli hata jana vilithibitisha kuwa Israeli, na juzi vilithibitisha kuwa Israeli imechorewa mstari ndani ya Lebanoni kuwa hamwezi mkaenda nje ya yellow line. Kwa hiyo kile kilichoandikwa na vyombo vya habari kuwa tuliwapa uhuru sana, mara zote mlikuwa mnafanya bila kipimo, lakini mara hii hamwezi kufanya hivyo. Kwa mujibu wa Marekani, wanawaambia Israeli, yani mara hii hamwezi kufanya kile ambacho mnahisi mnaweza kufanya, yani uhuru wa kufanya kile mnachoweza kukifanya, yani kushambulia vyovyote vile, ukiondoa kile alikizungumza Donald Trump kuwa Israeli inatakiwa ijiondoe Lebanoni ili kazi ya Lebanoni apewe nani? Syria. Alisema hivyo. Lakini kikubwa kuwa mabadiliko ni makubwa, nguvu inatumika. Nilivyoanza haya mazungumzo nimekwambia kwa kuna wakati nguvu za kisiasa zinatumika, kuna wakati unamiliki nini, unamsukuma nani afanye nini. Nguvu ile ile aliyotumia Israeli kutumia kupitia kwa Marekani na kivuli cha Marekani ndio nguvu ile ile ambayo Irani anaitumia kumtumia yule yule Marekani, kwa sababu hivi sasa nani kaifunga mikono Israeli kuhakikisha kuwa haifanyi mashambulizi huku? Unaona kuwa ni shinikizo linalotoka Teherani kupelekwa kwa Marekani, na Marekani anapeleka shinikizo kwa Israeli. Wale wenzangu na mimi ambao muda wote huwa tunabisha au wanabisha kuwa kati ya Marekani na Israeli nani mkubwa, hiki ni kipindi cha kugundua kuwa kati ya Marekani na Israeli nani ni mkubwa. Hiki ndio kipindi utagundua nini kimeifunga mikono Israeli kuacha kushambulia Beirut. Hali ya kuwa Israeli walidhamiria kuwa tutaishambulia Beirut, lakini mashambulizi makubwa waliyopeleka kusini, kwa nini yamekatika? Kwa hivi sasa utaelewa shinikizo ambalo linatoka upande mmoja. Asikwambie mtu, kuna kabali ukipigwa, kuna ile kabali wanasema kabali ya mbao, yani
Wezo alikuwa akitumia ile kabali ambao akiweka mbao akikupiga ile kabali, yani akianza kukusachi, hata kama kuna kitu amesahau, wewe unamkumbusha mfuko wa nyuma, mfuko wa nyuma. Yani ile inaitwa kabali ambao. Ndio kabali aliyopigwa Marekani. Marekani Hormuz kapigwa kabali ambao. Kwa hiyo hana chaguo. Wakati juzi Donald Trump anaongea na vyombo vya habari, aliambiwa hivi, Israel imesema haiondoki kusini mwa Lebanon. Akamuuliza mwanahabari kuwa nani aliyesema hivyo? Akasema waziri mkuu kasema hivyo. Akamwambia niachie mimi. Niachie mimi, mimi ndio ninajua nini kitakuwa. Lakini ni ukweli kuwa baada ya pale Israel ilistop, haikufanya mashambulizi Lebanon. Nani kaizuia Israel kufanya mashambulizi ndani ya Lebanon? Jibu ni moja tu, kuwa nguvu ya Trump. Kuna watu huwa hawanielewi nikiwa nazungumza. Bila Israel, yani kuwa Marekani hawezi. No. Huwa mara kadhaa napenda kuambia tofautisheni vitu viwili au vitatu au vinne. Kuna Marekani, kuna Israeli, kuna Trump, kuna Netanyahu. Juzi mwanzo wa wiki nilikusomea taarifa moja ambayo ilikuwa imeandikwa na jarida, nadhani ilikuwa la Middle East Monitor, nikizungumzia kuhusu taarifa iliyoandikwa kuwa uongozi wa Marekani sorry, ulikuwa umeanza mazungumzo na upinzani wa ndani wa Israel kuangalia serikali mbadala, kwa sababu wanajua Netanyahu hayupo muda mrefu. Yani siku za Netanyahu zinajulikana, yani kwa baada ya muda fulani Netanyahu ataondoka, hilo linajulikana. Kwa hiyo Marekani ikaanza kuangalia utaratibu wa serikali mbadala ambayo itachukua nafasi ya nani? Ya waziri mkuu wa sasa Netanyahu. Kwa hiyo ikaanza kuangalia wapinzani kina nani, Naftali, kina Gadi, kina Yair Lapid, kina nani ambaye nani anaweza kuchukua nafasi ya waziri mkuu. Kwa hiyo unapozungumza uhusiano wa Israel na Amerika, ni uhusiano wa Israel na Amerika. Unapozungumza uhusiano wa Trump na Netanyahu, ni uhusiano wa Trump na Netanyahu. Ndio maana wiki jana niliwakumbusha kuwa kamtazame Barack Obama alivyokuwa akikabiliana na Netanyahu, walimfanya nini? Mbona hawakuweza kumfanya chochote? Na alifanya kila alichokuwa anajisikia kufanya, kwa sababu aliamini kuwa sisi ni wakubwa na sisi ndio tunaofanya maamuzi, sio wao. Yani sisi tutawapangia mfanye hiki na mfanye hivi, bila shade ya Marekani, yani bila kivuli cha Marekani Israeli hawezi kufanya lolote. Ndio maana unaona kuwa mazungumzo yote yanakwenda, Irani anazungumza na Marekani, halafu wala hamwambii Israeli kuwa anamshinikiza Israeli. Yani Irani anajua kabisa button inayoelekea Tel Aviv iko wapi? Iko Washington. Una switch button, unamwambia yule, mwambie mwanao afanye kitu fulani, yule atafanya na hawezi kugeuka. Hata akijifanya kurukaruka huku, lakini bado anajua kabisa kuwa hii switch button ipo huko. Ndio wanachokifanya Irani. Chukulia kitu kimoja, nimezungumza hapa, nimekuambia kuwa ofisi mbili za viongozi wa juu kabisa wa Marekani, ofisi ya makamu wa rais na ofisi ya waziri wa mambo ya nje, zimekuwa kwenye mtifuano kuhusu swala la Lebanon. Kwa nini imewezekana? Kwa nini imewezekana kuyaondoa mazungumzo yaliyoanza ya Lebanon na Israeli, yaliyokuwa kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje, yakahamishwa yakarudishwa kwenye tatizo la msingi kwenye mazungumzo ya Iran na Lebanon? Kwa nini yamewezekana yakapelekwa kwenye ofisi ya JD Vance? Angalia sasa, tume iliyoundwa kuhakikisha kuwa kudhibiti yale yanayoendelea ndani ya Lebanon imeshirikisha Marekani, Lebanon, Qatar, Pakistan na Irani. Kwa nini Israeli na yeye yupo kwenye mgogoro hajawekwa? Na hiyo iko ndani ya usimamizi wa Marekani. Yaani Israeli hausiki kwenye hili, kuwa Irani kapewa kiti kukaa kujadili masuala ya Hizbullah. Ukisikiliza vyombo vya habari vinakwambia kuwa Irani amekubaliana kuwa hatoweza kuwasaidia proxy wake. Unazungumzia proxy nani? Hawa Triple H, Hamas, Hizbullah na Wahuthi. Sasa wakati tunaambiwa kuwa hatosaidia proxy wake, kalazimisha proxy wake mmoja avutwe kwenye mazungumzo yake ya msingi, halafu swala la huyo proxy wake anayemwamini Hizbullah ndio limewekwa katika kifungu cha kwanza cha makubaliano. Kifungu cha kwanza cha makubaliano, yani vile vifungu 14 ukivisoma, kifungu cha kwanza Hizbullah kawekwa kuzuia mashambulizi ya pande zote ikiwemo Lebanon.
Lebanoni anashambuliwa nani? Hizbullah. Nenda kasome vifungu vyote 14 vya hayo yote. Hakuna sehemu utakayoiona imeandikwa kuwa Hizbullah watasalimisha silaha zao, ila ukisoma vyombo vya habari vya Israeli ataondoa vikosi vyake ndani ya ardhi ya Lebanoni, na Marekani ameishinikiza Israeli kuanza uratibu wa kutoka. Sasa Israeli, katika kile ambacho nilikuwa nikikisoma kwenye jarida la, nadhani ilikuwa limeandika Jerusalem Post. Yes, nadhani ilikuwa ni Jerusalem Post liliandika hii taarifa. No, lilikuwa gazeti la Hayom. Lilikuwa limeiandika hii taarifa kuwa Israeli baada ya kushinikizwa na Marekani, baada ya kushinikizwa na Marekani imeomba kuwa basi vikosi vya Lebanoni visogee vikae pale kwenye mpaka kati ya kaskazini na kusini, alafu Israeli atajiondoa taratibu. Taarifa iliyoandikwa na gazeti la Israel la Hayom inasema hivi. Kwanza inasema Israeli imetengwa huku Marekani na Irani wakianzisha kikosi cha usimamizi wa kijeshi nchini Lebanon. Ripoti ya Lebanoni inadai utaratibu mpya wa usimamizi utabaki kuwa wa kijeshi pekee. Washington inamhakikishia Rais Joseph Aoun kwamba Beirut inabaki na mamlaka na mazungumzo tofauti na Tehran. Umeelewa? Yaani Marekani anajaribu kuitoa Lebanoni isimame peke yake bila kuwa huku, lakini nguvu ya Irani inamzidia, inamlazimisha Irani awepo katika kila mazungumzo yatayohusu usalama wa Lebanoni. Gazeti la Lebanon ambalo linafahamika kama Nida al-Watan liliripoti Jumatano asubuhi kwamba kikosi cha ufuatiliaji wa kusitisha mapigano kitakuwa Lebanon, Marekani, Irani, huku Qatar na Pakistani zikitekeleza jukumu la kusaidia na kufuatilia. Ndio hicho nikwambia. Ripoti hiyo pia ilibainisha kuwa kikosi hicho huenda kikawa cha kijeshi badala ya kidiplomasia, ikizingatia masuala ya kijeshi. Wakati huo huo, dhamana za Marekani zilihamishwa kwa Rais Joseph Aoun kwamba kituo cha Lebanoni kinaweza kubaki kuwa tofauti na Iran. Umeelewa? Hakikisho hilo lilisitiza kwamba Lebanoni ndio chama pekee kilichoidhinishwa kufanya mazungumzo sahihi bila uwezekano wa kukabidhi faili la Lebanoni kwa Tehran. Ripoti hiyo ilidai kwamba juhudi za Marekani zinaendelea kuikomboa Lebanoni kutoka kwenye udhibiti wa Iran. Sasa hii ni taarifa ambayo iko kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, ndio alikuwa akishughulikia hili swala. Lakini baada ya hili Irani akalazimisha kuwa Lebanoni haiwezi kubaki kuwa ikajiamulia mambo yenyewe kwa sababu tayari rais wa Lebanoni Joseph Aoun ni mtu wa magharibi, waziri mkuu Nawafi Salami ni mtu wa magharibi. Maana yake hawawakilishi nguvu kubwa ya raia wa Lebanoni. Ndio maana Irani akalazimisha kuwa swala la Lebanoni litavutwa, kwa sababu kama maamuzi yatachukuliwa na Nawafi Salami na Joseph Aoun, it means washirika wa Irani Hizbullah wako hatarini. Wakati huo huo, chanzo cha Marekani kiliuambia mtandao wa Saudi Arabia Al Arabia kwamba Israeli imeomba vikosi vya Lebanoni vipelekwe kando ya ukingo wa Ali Tahir kabla ya kujiondoa kutoka eneo hilo la kusini mwa Lebanoni. Rudi kwenye kauli niliyokuambia ya waziri wa mambo ya nje wa Israeli kuwa hatutojiondoa Lebanoni hata kama tamko la Marekani. Hiyo ni kauli ya kisiasa, na hiyo kauli nenda kwenye kauli ya waziri mkuu Netanyahu aliyosema kuwa nikiwa waziri mkuu hatuwezi tukaondoka kusini mwa Lebanoni. Halafu chukua hii taarifa, kauli za kisiasa, vitendo vinakuja tofauti. Zaidi ya hayo, chanzo hicho kilisema kwamba Israeli inataka kufanya upekuzi, yani wanataka wafanye operation ya upekuzi kwanza katika yale maeneo ili kuhakikisha kuwa wakati kabla hatujakabidhi ile eneo kuwe hakuna Hizbullah. Sasa kitendo cha Israel kujiondoa tu pale, hata kama Hizbullah hawapo, tayari inahesabika ni ushindi, kwa sababu vita ya Israel na Hizbullah ni moja tu, ondoka kwenye ardhi yetu. Israel siwezi kuondoka. Sasa maana yake akikubali kuondoka na vikosi vya Lebanoni vikaja pale, basi ndio mgogoro unakuwa umemalizika, kwa nani yuko kwa mwenzake. Kikosi cha uratibu cha Lebanoni ambacho kilianzishwa kupitia mazungumzo ya Uswisi kama sehemu ya mazungumzo ya Marekani na Irani ni utaratibu mpya wa kidiplomasia ulioundwa kuzuia msuguano wa kijeshi nchini Lebanoni na kuhakikisha kukomeshwa kwa uhasama. Teherani imesherehekea kuingizwa kwake katika kituo hicho kama mafanikio, huku shirika la habari linaloshirikiana na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu likitangaza Irani imekuwa sehemu ya usanifu wa usalama nchini Lebanon. Nipige mstari.
Yes, nafikiri ili unielewe unatakiwa umetulia sana na akili yako imetulia sana kunielewa kile ninachokizungumza, lakini nimefafanua, nimeongea, nimekuelewesha baadhi ya vitu vizuri kabisa. Natumai umenielewa. Naomba niishie hili kwa hapa, baadaye nitakuletea mambo mengine ambayo yanaendelea inshallah. Nawashukuru sana, asanteni.